Hatua za kurejesha utambulisho wako. Hatua za kurejesha utambulisho wako. Kila mmoja ameumbwa na Mungu kwa sura yake, kwa mfano wake. Tofauti zetu tulizo nazo ni tofauti tu za namna Mungu alivyotengeneza ili kujenga picha kubwa ya Mungu aliyoikusudia. Ukiweka hili akilini, hutaingia katika tabia ya kujipima wewe na mtu mwingine, kwa kuwa Mungu alikuumba kwa namna ya kwako tofauti kabisa, na wewe una umuhimu hivyo hivyo. Yote unayoyaona kwamba tunayatafsiri kama ni mafanikio au ishara ya kuonyesha kuwa bora, kiukweli ni majaliwa ya Mungu katika kuhudumiana. Haleluya, haleluya! Yote ni majaliwa ya Mungu katika kuhudumiana. Umepewa karama ya uimbaji, ni kwa ajili ya kuhudumia mtu mwingine. Umepewa karama ya kuhubiri, ni kwa ajili ya huduma. Umepewa karama ya uinjinia, ni kwa ajili ya huduma. Haina ishara ya kwamba wewe ni bora kuliko mtu mwingine, ila wote tunajenga mwili wa Kristo. Mungu atupe unyenyekevu na kupendana ili tutimize kile ambacho Mungu anahitaji katika maisha yetu. Ukombozi wa mwanadamu uligharimu gharama kubwa. Uligharimu mwana wa Mungu kutoa uhai wake msalabani. Wewe ni wa thamani ya hali ya juu sana. Kwa kuumbwa na kukombolewa, inaonyesha ya kwamba wewe ni hali ya juu kuliko akili yako inaweza kufikiria. Niwakumbushe kidogo, wakati tunaangalia kitabu cha Waebrania wakati fulani kwenye mimbari hii, usifungue hii, naongea tu. Waebrania sura ile ya pili, ukiangalia sura ya kwanza Waebrania inatuambia jinsi ambavyo Yesu ni mkuu. Mungu anasema nasi kupitia Yesu Kristo. Kuna mfanano mkubwa sana kati ya Waebrania sura ya kwanza na Yohana sura ya kwanza. Nimesemaje hapo? Kuna mfanano mkubwa sana. Yohana sura ya kwanza inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na huo uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Ukienda sura ya kwanza Waebrania, ile sura ya kwanza anasema Mungu ambaye hapo mwanzo alisema nasi kwa njia nyingi na kwa namna nyingi. Anasema alisema nasi kupitia manabii, lakini mwisho wa siku hizi amesema kupitia mwanae ambaye kwa yeye aliufanya ulimwengu. Haleluya. Ukienda sura ya pili Waebrania hiyo hiyo, anaonyesha utofauti wa Yesu na malaika. Maana baadhi walimchukulia Yesu kama ni mojawapo tu wa malaika fulani. Ndipo anaendelea kusema mwandishi kitabu cha Waebrania, anauliza swali, ni wapi alimwambia malaika yeyote ya kwamba uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapowaweka maadui wako chini ya miguu yako? Hakuna popote. Anasema lakini anapomleta mwana ulimwenguni, asema malaika wote na wamsujudie. Kwa hiyo bosi ni nani hapo? Ongeeni kwa sauti. Bosi ni nani hapo? Ni Yesu. Sasa kwa nini unatuletea yote haya mchungaji? Kitabu cha Waebrania ndipo katika sura ya pili anasema mtu ni nani hata umkumbuke, mwana wa mtu hata umjali, umemfanya mdogo punde kuliko malaika. Ndivyo tunavyosoma Waebrania, hiyo. Lakini Waebrania hiyo amenukuu Biblia ambayo ilikuwa inaitwa Septuagint, LXX. Hii Biblia ni Agano la Kale lililofasiriwa kwa lugha ya Kiyunani. Walipoona hilo andiko linasema nini, watafsiri wakaogopa, wakaamua kutumia neno malaika. Lakini wamenukuu kitabu cha Waebrania cha Zaburi. Zaburi haisemi umemfanya mdogo punde kuliko malaika. Zaburi inasema umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Kwa lugha nyingine, baada ya Mungu anayefuata ni wewe. Natamani kila mmoja ajue hili. Ukiona mimi mchungaji ninaongea hapa, ukiona na hubiri, ukiona na kuombea, haina maana ya kwamba mimi ni mkuu kuliko wewe, ila ina maana ya kwamba katika undugu wetu Mungu ameamua kunipa karama ya kukuhudumia, alafu nawe kuna ya kwako utanihudumia mimi pia, ili balance, kiburi kisiwepo. Haleluya.
na tukijua hivyo tutaheshimiana. Kuna maeneo ukanyagi, huwa hatuwatambulishi mafundi mitambo, ila tunawatambua mitambo ikivuruga. Mungu amewaumba hivyo, na wanafanya cha kwake, na wanafanya kwa moyo. Kila mmoja ana sehemu yake. Siku ukisema kwamba huwezi kumtambua fundi mitambo, subiria maiki ikizima. Huwa tunawapa signal. Si ndio tunafanyaga hivyo Ahadi ana mtindo wake, anafanyaga hivyo. Yaani kuwaonyesha kwamba hii imegoma. Mungu atusaidie tuwe wanyenyekevu. Haleluya. Sasa katika utambulisho nimesema kila mmoja ameumbwa na Mungu na ana kusudio lake. Tulivyosomewa andiko, fungu letu kuu linasema kwamba uheri wewe Israeli, uheri, umebarikiwa kwa kuwa Mungu wako ndiye mwamba, ndiye kila kitu katika maisha yako. Kwa nini Mungu wetu anatofautishwa na miungu mingine? Miungu mingine ilikuwa ina mipaka yake. Yaani ukiangalia katika wale ambao mnapenda kusoma sana historia na hizo archaeological evidences, mtaangalia kitu ambacho anakiita, nenda ukaangalie Sumerian Babylonian gods. Utaona katika Sumerian tablets wametajwa miungu mbalimbali. Moja ni Enlil, Enki, utawakuta huko, ambayo inaaminika kwamba hiyo miungu ilitawala maeneo mengi. Moja hapo inaitwa Absu. Absu inasemekana kwamba ni South Africa. Kwa hiyo miungu ilikuwa imetawala mpaka huku kote tuliko sisi. Ndio sababu ukija kwa kabila la Wamasai utasikia wakimtaja Mungu kama Enkai, lakini asili yake ni Enki. Kwa hiyo walikuwa ni hao. Kwa hiyo Mungu anakuja kujitetea akitangaza kwamba yeye ni mkuu kuliko hao wote, kwa sababu hiyo miungu ilikuwa imegawana madaraka na kazi. Kulikuwa na Mungu wa maji, kulikuwa na Mungu wa anga, kulikuwa na Mungu wa ardhi, kuna Mungu wa mazao, kulikuwa na Mungu ambaye anamiliki dhahabu tu peke yake, kuna Mungu mwingine kazi yake ni kuzalisha wanyama. Ndio unapomsikia Mungu muumba wa mbingu na nchi anapokuja kuonyesha madaraka yake, anasema mimi ni Mungu, na mimi kabla yangu hakuweko Mungu na baada yangu hata kuwepo, na utukufu wangu sitampa mwingine. Tena ngoja tufanye kitu cha maana hapa kidogo. Tuna marafiki zetu kutokea madhehebu mengine ambao leo umekuja jioni hii, ukuwepo wakati mwingine wowote, ila jioni hii ndio umekuja. Nyosha mkono. Wanaotoka Lutheran, Pentecost, wapi, ambaye jioni hii huenda ndio umefanikiwa kuja hapa. Nyosha mkono nione kama wapo. Na hujapata zawadi ya kitabu. Ulikuja mchana labda wakati ule, lakini hujapata zawadi ya kitabu. Nyosha pia mkono endapo wapo. Najua tuligawa wakati fulani, lakini kuna watu huko ambao mimi sioni, labda kuna watu mara fulani. Kuna mtu amenyosha mkono? Wote walishapata. Haya, swali la kichokozi. Siku ya kwanza kabisa tulipoanza mikutano yetu, kichwa cha somo kilikuwa kinasema hivi: nataka nitoe zawadi. Na hiyo zawadi sio ile nyingine uliokuwa unafikiria, ni nyingine kabisa. Nyosha mkono. Siku ya kwanza tulipoanza, tulianza asubuhi. Kristo wa neema yote. Tungekuwa tumetangaza kwamba kuna hela. Amenyosha mkono dada yangu kule. Nimeona mkono wako, au ni nani yule amenyosha? Haya, hebu jaribu. Kuna mtu amemsikia karibu? Amesemaje? Utambulisho ulioibwa. Haya, mwingine? Ndio. Kubadilisha? Sijapata vizuri hapa. Kuhakikisha? Haya. Mwingine? Ndio. Yule pale nyuma amevaa t-shirt nyekundu. Kurejesha utambulisho wa mwisho sasa. Sasa hivi nawaruhusu muibie kwenye madaftari. Huyu hapa katikati hapa umefunga kitambaa cheusi kichwani. Kwa nini? Amesemaje? Kwa nini?
Kwa nini shambulio la utambulisho? Ndio ilikuwa ya asubuhi. Haya, ibieni, angalieni notes. Ukishaangalia notes sasa, mmeziangalia? Haya, nani mwenye jibu sahihi? Ndio. Sijasikia vizuri. Asubuhi ile ya kwanza kabisa Jumatano. Wamekosa wote. Nani anasema mimi nimeshaibia? Ila ukiibia mama Kikuli. Anasema namna kuangalia utambulisho wako usiporwe. Mama Kikuli umejitahidi, lakini hilo somo ni jipya, inabidi niliandae. Jua utambulisho wako. Sasa mpaka niwafundishe kuibia. Unajua unaweza ukaenda hata kwenye YouTube ukascroll kule ukaona. Jamani, yule kule. Alafu nilikuwa nakutafuta siku fulani nadhani. Ni wewe? Hebu simama bwana. Haya, sema wewe unavyokumbuka. Anasemaje? Amesemaje? Ameongea somo la Jumatano. Somo la Jumatano iliyopita Hope Channel. Ila kwa kuwa tu nilikutafuta wewe, nilivyosema ushuhuda wako juzi, nikaangaza macho sikukuona, na vile nimekuona basi nakupa zawadi ya kitabu cha ahadi za Mungu. Sasa sikiliza. Wewe ni Mwebrania, kwa hiyo ukisoma hizo ahadi ujue kwamba wewe ni Mwisraeli. Warumi 9 fungu la 7 liandike hili. Wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Kwa usije ukasoma ile maandiko kaanza kuona kwamba ile ni ya Waisraeli. Chochote unachokisoma kwenye Biblia kuhusu Mwisraeli kichukue kiwe cha kwako. Wakati nikiwa ninaandaa kitabu ambacho ndo tumetoa zawadi hapo, nilikumbana na dondoo moja ya Ellen White ambayo ilinitikisa moyo wangu. Anasema ya kwamba, kwa kifupi tu, anasema ya kwamba chochote ambacho Mungu aliahidi katika Biblia kwa taifa la Israeli ni cha kwetu kwa imani kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Nikuchokoze kidogo tu hapa, alafu utaenda kutafuta mwenyewe vitu vya ziada. Kama uko kwenye biashara ambayo haina matokeo, yani unaona hasara, shamba ni hasara, ahadi ipo, nchi yako haitazaa mapooza. Haleluya. Kuna wale ambao unavuna lakini huvuni kwa kiwango kile ambacho kinatakiwa. Ukitazama jitihada uliotumia na unachokivuna hakiendi sawa sawa. Kuna ahadi ya Isaka. Anasema alipopanda moja alivuna 100. Na andiko limesema kupitia Isaka watu wote wataitwa. Kwa hiyo dai hiyo ahadi ya kwamba Bwana nakwenda kupanda, nakwenda kufanya biashara, nitakapoweka moja nivune ngapi? 100. Na hiyo inawezekana kwa njia ya imani.